Sio kiongozi wa dini, ni mpiga dili. Sasa hao wapiga dili wa namna hii waheshimu Uislamu. Sisi tunaheshimu madili yao, kwa sababu kila mmoja ana namna yake ya kutafuta riziki zake. Tunaheshimu njia zake za kupiga madili, lakini na yeye aheshimu Waislamu, asiwataje mashehe, asiwataje madarueshi kwenye mambo ya namna hiyo. Lakini swala hili la viongozi wa serikali na kadhalika kufanya nini, sisi sio wasemaji wa viongozi wa serikali, sio wasemaji kabisa wa viongozi wa serikali. Lakini kwa sababu utafaruku, maneno yakiwa yanatoka kila siku, huwa yanatengeneza hali mbaya kwa watu. Yakitengeneza hali mbaya kwa watu, mwisho wa siku inaweza kuja kutokea mtafaruku kwenye jamii. Ikitokea mtafaruku kwenye jamii, maana yake mimi pia ninahusika, amiri anahusika, katibu wangu hapa anahusika, viongozi, hata nyinyi hapo mlipo mnahusika. Kwa mfano siku ile ya tarehe 29, hata nyinyi mlijificha ndani kama mimi. Watu wote tulikaa ndani. Maana hakuna mtu ambaye alikuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu ya vurugu zilizokuwepo. Kwa hiyo tunahitaji nchi yetu iende kutulia, iwe na amani. Hatupingi kumkosoa kiongozi wa serikali. Kiongozi wa serikali ni binadamu, anaweza kufanya makosa akakosolewa. Lakini kuna kushambulia na kuna kukosoa. Kuna tofauti ya kukosoa na kuna tofauti ya kushambulia. Kuna wakati ukiangalia unaona hapa sio ukosoaji, bali ni kushambulia. Sasa ukinaposhambulia unatengeneza matatizo. Kinachotakikana watu wasishambulie, viongozi wanatakiwa wakosoe na kuonesha njia. Kwa mfano sisi tunaweza tukasema jambo hili serikali haliko sawa. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunasema hili haliko sawa na tunapendekeza jambo hili liwe hivi. Huo ndio ukosoaji. Lakini ikiwa unashambulia, maana yake lengo lako wewe ni baya, huna lengo jema. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote kwa ujumla, sisi kama umoja wa hadhiri tunaendelea kusisitiza, anapotoa mifano yake achane na Uislamu. Sisi tunajua pia kufanya anayoyafanya, achane na Uislamu, achane na mashehe, atoe mifano yake huko anakotoa. Lakini tunaendelea pia kusisitiza, tunahitaji amani ya nchi hii, tunahitaji salama ya nchi hii. Haki bila amani haiwezi kuwepo, na haki na amani bila haki pia haiwezi kuwepo. Haya ni mambo mawili yanayotegemeana. Asikudanganye mtu kwamba haki tu peke yake, amani hakuna. Hicho kitu cha namna hiyo duniani kote. Ndio maana leo unaona mapigano ya Irani na Marekani na Israeli. Nini kinachotafutwa sasa hivi? Wanatafuta amani. Hawaanzi kujadili haki, lakini wanajadili kwanza nini? Amani. Haya mambo mengine yatakuja baadaye. Kwa hiyo ni lazima tujue haki ina umuhimu, lakini lazima tujue amani ina umuhimu. Na ili ya mambo yote yapatikane, lazima kuwe na nidhamu. Nidhamu kwa viongozi wa dini, nidhamu kwa viongozi wa serikali, nidhamu kwa wananchi.